oiru ukoraga mundu uria mukegu. Naye wivu, Bwana apewe sifa, hupata wale ambao ni wajinga. Bwana apewe sifa. Unajua mtu wa wivu huwa anasikia wivu mpaka kwa dada yake mwenye wamezaliwa tumbo moja, anasikia wivu mpaka kwa mzazi aliyemzaa, anasikia wivu mpaka kwa marafiki zake, anasikia wivu mpaka kwa mtoto aliyezaa. Mungu atusaidie sana tushike hapa vizuri. Naguo oiru ukoraga mundu uria mukegu. Na nini wivu humpata yule mtu mjinga. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu ndipoza nilikuwa nasema utaweza pata mtu anasikia wivu ni kwa sababu ya mtoto wake ambaye amemzaa, aliyemzaa. Unapata pengine mwingine anasikia wivu ni kwa sababu ya mzazi wake, mwingine anasikia wivu ni kwa sababu ndugu ama dada yake ama rafiki zake. Bwana tusaidie sana. Na mtu wa wivu anakaa kama Kaini, mtu ataweza ua. Mtu mwenye yako na wivu, dada yangu ama ndugu yangu, ataweza ua. Ni kwa sababu hakutaki kabisa. Anajaribu kuongea na watu kukuharibia kazi yako, lakini anapata tu bado ile kazi inaendelea. So yule mtu kuna possibilities ataweza hata kukufanya mabaya. So Mungu atusaidie sana. Ukisikia uko na ile spirit, ndugu zangu, watu wa Fadhili FM Germaine, Bwana apewe sifa. Mungu atusaidie sana. Ukisikia uko na ile spirit ya wivu, hebu ambia Mungu akutenganisha naye, ni kwa sababu ni ya mauaji. Bwana apewe sifa. Na Bwana nilasema katika Ayubu 5 mstari wa 3, niye mwene ninyonete kilimo gekegeana mele. Mimi mwenyewe nishaona mtu mjinga akiwa na mizizi. Bwana apewe sifa. No olimwe nyumba yake eke rumuo. Bwana apewe sifa. At once nyumba yake ikalaaniwa. Bwana apewe sifa. We love you pastor, well turned here Kenyatta Road. Thank you sana Ba Elvina. Bwana kubariki sana ndugu yangu Ba Elvina. Bwana kutende mema, ni kwa sababu yeye ni mwaminifu. Karibu sana katika Fadhili FM Germaine, siku ya Monday na Pastor Mary Nganga. Tunasoma katika kitabu cha Ayubu 5. Sasa tuko mstari wa 3. Bwana apewe sifa. Ati ni mwenene nyonete kilimo gekegeana na meli. Nishaona, mimi mwenyewe nishaona mjinga akipata mizizi. No olimwa, lakini at once nyumba yake ikirumo, nyumba yake inalaaniwa. Bwana apewe sifa. Unajua ukiwa na wivu, usikie wivu ni kwa sababu ya mtu mwingine, Ba Elvina, ujue utalaaniwa na Mungu. Bwana apewe sifa. Hivyo ndivyo neno la Bwana linasema katika kitabu cha Ayubu 5 mstari wa 3. Ciana ciake ni iraihaniriirie na ugitiri. Unajua wakati uko na wivu na wakati umekaa kinyume na amri ama sheria za Bwana. Neno la Bwana linasema katika Ayubu 5 mstari wa 4, watoto wako ama watoto wake hukaa mbali na security. Ujue Mungu hulinda wale ambao wako kwake ama wale ambao wanatimiza kulingana na mapenzi yake. Tushike hapa vizuri. So Mungu wetu, isipokuwa tu ni huruma zake, ahurumie mwanadamu. Sijui watu watafanya nini baadaye siku za mwisho. Neno la Bwana linasema ciana ciake ni iraihaniriirie na ugitiri. Yule mtu mwenye wivu, yule mtu ambaye ni hufanya mambo ambayo Mungu amekatazana ama anakataa kutii sheria ama amri za Mungu. Neno la Bwana linasema watoto wake wameondokea ama wako mbali na nini? Na kulindwa ama na security. Iha tereirio igotini itali na mundu wa guciririra. Wamewekwa katika court, katika ni kama jela, pasipo watu ama kotini, pasipo watu kuwa na mtu wa kuwatetea. Bwana apewe sifa. Ulia muhutu aliyaga magetha make. Yule ambaye yuko na njaa, yeye hukula nini? Jasho ama mavuno yake. Bwana tusaidie sana. Unajua watumishi wa Mungu, wakati umekaa tu hivi Bedhi Kamau, Bwana apewe, na kina Baby Wangari, Bwana apewe sifa. Wakati umetina umeheshimu sheria za Mungu, Bwana apewe sifa. Na unafuatilia, unatafuta njia za Bwana na unazizingatia, ujue Mungu huwa anatumana. Utaweza kaa tu hivi Bedhi Wangari, Bedhi Kamau, na unapata mtu ametumwa kwako anasema nimepewa mzigo wako Bedhi, nimeona tu tushie. Unajua saizi ni mwisho wa mwezi. Utaweza sikia mtu anasema tu Bedhi, nilikuwa na deni yako, ni kwa sababu kuna wakati nilisikia Mungu akiniambia hivi na hivi, sasa nikaona leo inafana kuweke. Bwana apewe sifa. Neno la Bwana linasema katika mstari wa 5 ni Ayubu 5, ulia muhutu aliyaga magetha make. Yule mwenye njaa hula nini? Mavuno yake. Amoyaga ona mare meigwaine. Sikia, yeye huyachukua hata kama yakiwa katika miba. Yale mavuno hata yakiwa katika miba, yeye hufanya nini? Huyachukua. Nao alia anyotu makahumagira utoga wao. Sikia, na wale ambao wako na kiu nao pia huwa wanachokeshwa na huwa wanachokea utajiri wao. Sikia, nao ali anyotu makahumagira utoga wao. Bwana apewe sifa. Ndikukoro hatika ndikunukaga kumathe. Ni kwa sababu unaona kungangana hakutokangi chini ama huwa hakumei kutoka chini. Hivyo ndivyo neno la Bwana linasema.
kana thina ukamera tirini, ama shida inamea katika mchanga. Watumishi wa Mungu, mshike hapa vizuri kulingana na neno la Bwana vile linatuelekeza katika Ayubu 5 sasa mstari ni wa 6. Ni gukorwo hatika ndikunukaga kumathe, ni kwa sababu kung'ang'ana hakutoki chini ya dunia. Kana thina ukamera tirini, ama shida inamea kwa mchanga. Ndo riri mundu aciaragwo ari wa kuonaga thina, lakini mwanadamu huzaliwa akiwa wa kupata shida. Bwana